Karibu tena katika kipindi chetu cha Biblia na Maisha Yetu ya Kila Siku. Mimi naitwa Zoe Nikas. Na leo ningependa nianze na andiko tunaloliona katika Hosea 4 mstari wa 6. Ambao Bwana Mungu anasema watu wangu wanateketea kwa kukosa ufahamu. Na pia ningependa nikupe andiko lingine ambalo tunaliona katika Methali ya 11 mstari wa 9. Tunaambiwa wale wenye knowledge ndio wataweza kuokolewa. Kwa maana nyingine wale wenye ufahamu ndio wataweza kuokolewa. Na unaweza kujiuliza ufahamu gani? Tunaona katika Mathayo 7 Bwana Yesu anatuambia kwamba ataisikiliza mafundisho yangu na kuapply katika maisha yake, atakuwa kama nyumba iliyojengwa kwenye mwamba. Upepo utakuja, mvua itanyesha, mafuriko yatatokea, lakini nyumba itabaki imesimama kwa sababu imejengwa kwenye mwamba. Na pia akasema wale wanaosikia mafundisho yangu na hawaya apply katika maisha yao watakuwa kama wapumbavu. Ni sasa na mtu alijenga nyumba kwenye mchanga, mvua ikaja, mafuriko yakatokea, upepo ukatokea, nyumba ikaanguka. Na wewe mwenyewe huwezi ukajenga nyumba kwenye mwamba. Wewe utaweza kujenga nyumba kwenye mwamba tu kama utafuata mafundisho ya Yesu. Mungu ndiye anaweka nyumba kwenye mwamba. Mungu ndiye anakusimamisha wewe kwenye mwamba. Ndicho Bwana Yesu anachokwambia. Na ukiangalia mafundisho yake chokonjo anasema unganika na ufalme wa mbinguni. Na pia ukiangalia katika Waefeso 6 Mtume Paulo naye anatuambia hivyo hivyo. Unganika na Mungu ili akuweze kutia nguvu ya kuweza kushindana na shetani. Wewe mwenyewe uwezi. Kabisa uwezi. Lazima unganikane na Mungu. Nimekupa haya maandiko baada ya kukana kutafakari kilichonitokea. Kwa sasa naweza nikasema miaka 7, tunaenda mwaka wa 7. Mwezi wa 7 mwaka huu itafika miaka 7 toka nikutane na padri ambaye kwa sasa hivi naweza nikamwambia kwamba kwa miaka karibia 6 anahangaika kuniua. Na jinsi alivyofanya sasa hivi ndio nimepata uelewa kamili. Unaona kabisa alivyofanya. Na alivyokuwa kwa mfano kama unaona miaka 7. Ina maana mtu kazamilia kufanya alichotaka kufanya. Haachi. Na hata kaachi. Bila Mungu kumstopisha hataacha. Kabisa. Na ni kuambia kwamba anahangaika usiku na mchana. Kabisa. Sasa hivi ndio nimeweza kuelewa kwa nini anahangaika usiku na mchana. Kwa sababu ni kitu ambacho hakuna mtu asingeweza kujua. Huwezi kujua kibinadamu. Lazima Mungu awe ameachia ili wewe ujue. Kabisa na hakika kwamba Mungu ameachia ili mimi nijue. Na naweza kusema kaanza kuniweka katika hiyo process ya kufa kwenye mwezi wa 11 mwaka 2018. Alikuwa ameshajua kwamba nimemjua. Kwa sababu aliniambia. Na jinsi vitu alivyotumia hakuweza kufikiria kwamba naweza nikapona na nikaweza nikakumbuka. It is impossible kibinadamu. Kabisa. Sasa hivi baada ya kwenda kusomea master
psychology na neuroscience of mental health, ndio nimeelewa amefanya nini. Na ndio nimeweza kupinpoint kwamba alianza kuniweka katika hiyo process muda gani. Kwa sababu alitumia kwanza, mbinu ya kwanza alitumia kwanza nipate ugonjwa wa akili. Na ukiangalia jinsi alivyokuwa ananiambia, vitu alivyokuwa ananiambia, na baada ya kukata mawasiliano vitu nilivyo experience kabisa, alikuwa amenilengesha kupata ugonjwa wa akili. Hapa naongea ni kwamba Mungu anatoa kiungo cha ule ugonjwa. Ndio Bwana Yesu anasema kwamba mtu atakayefuata mafundisho yake atakuwa kama mtu aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Ni kwamba mafundisho ya Yesu yanaondoa ile combination ya kama kupata ugonjwa au kuzurika. Ukiyafuata ni sawa kama unaondoa oxygen kwa mtu anayewasha moto, kwa hiyo moto hauwezi kuwaka. Kabisa. Na ukiangalia kinachogombana ni nini? Ni kwamba anataka kuchukua soul yangu. Sasa wewe kama unanisikiliza hivi, umepata tatizo, unahangaika kwa hospitali, unaweza kukuta mtu kama huyo kaka anahangaika kukuzuru miaka 7. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Kwa sababu ukiangalia kama cha kwanza kabisa alichofanya kunifunga kizazi. Ukifungwa kizazi, wewe kuna hormones inaitwa estrogen unakuwa produce. Ndio maana wanawake wengi wakifikia sehemu kwamba mayai au produce mayai tena, wanapata kama ugonjwa wa akili. Kwa hiyo tayari unaona kwamba jinsi alivyoseti, anaseti kwamba inalingana na vitu vya kawaida vya kibinadamu. Ambao sisi tunaona ugonjwa wa kawaida. Na mzungu akiangalia hawezi akaamini kwamba mtu baki anaweza akastopisha hiyo process. Lakini kumbuka ni hiyo process wameweza kutengeneza dawa za kuzuia mimba. Ina maana kuna mtu anaweza kujifanya spiritually. Na hichi kipindi cha nyuma yake, padre anapohangaika kuniua pati ya 9B, imeleta shida sana. Watu wengi hawajaiona, wanaizuia isionekane. Ni vizuri kabla ya kusikiliza hichi kipindi, tafuta pati ya 9B, wanaizuia isionekane. Mle ndani nimeweza kukumbuka na nikaelezea kwamba padre anaweza kukubaka, padre anaweza kulepu kiroho. Ndio maana unahangaika kuifanya isi watu wasione. Yes, kiongozi wa kidini anaweza kubaka kiroho, kwa sababu Mungu wa roho uko ndani ya mawazo yako. Na akiingia, anaingia kwenye mawazo yako. Na ugonjwa wote tunaangalia, ukiangalia kila kitu tunaambiwa katika Wahubiri 37 mstari wa 17 mpaka 19, wanatuambia kila kitu kinaanza kwenye mawazo yako. Uhai na kifo vinaanzia kwenye mawazo yako. Sasa katika ile kama hivyo nilivyokuambia kwamba nikaweza kurudi nyuma na kukumbushwa kwamba alishataka kunibaka. Lakini kila ninapojaribu naamka. Na nikakuonyesha kwenye kipindi hicho, nimekuonyesha kitabu cha Exorcist ambacho kimeandikwa na padri ambaye mimi nilisoma kabla sijakutana naye. Akasema kwamba uchawi namna hii wanaweza wanabaka watu wakiwa usingizini.
Mimi nikashangaa. Nilipo experience ndio nikaunganisha kweli kwamba huyu padri ni mchawi. Na mle padri kasema is demonic. Ni ushetani. Ni kitu cha kishetani. Sio cha kawaida. Sasa, na unaweza kusema kwamba kwa nini hataki kubaka kiroho? Kumbuka anaingia katika mawazo yako na anakuwa katika nafsi yako. Sasa anakuotesha ndoto. Wana uwezo wa kuotesha ndoto. Kwenye ile ndoto ndio anakubaka. Sasa lakini wewe inabidi uweze kutafakari wewe mwenyewe. Kumbuka yeye yuko kwenye mawazo yako, yuko kwenye hisia yako. Wazo, ndoto ni yeye ndio anavifupa katika wewe unakuona, lakini sio wewe unayeviwaza. Kwa lazima afanye hiyo process upate zile hisia. Kwa mimi ninavyoelewa na kuunganisha na kila kitu nilichokiona mpaka sasa hivi, uelewa mdogo nilikuwa nao, wakati hilo tendo linatokea katika ndoto, ana release dopamine. Dopamine ndio ile inayofanya ujisikie kama unasikia ni kama unakula chakula na ukiona chakula kitamu. Hiyo ni yenyewe ni hormones, ni chemical ndani ya mwili wako. Kwa hakika ile zile utakavojisikia baadaye sasa ndio anacheza na mawazo yako. Na tunaangalia katika Mathayo 5, Bwana Yesu anasema mtu yote atakayemwona mwanamke na kwa kumwangalia kwa kumtamani ameshafanya dhambi katika moyo wake. Kwa hiyo wewe utakapofanya dhambi na maana unaondoka katika ile protection ya Mungu. Kwa hiyo anachokutaka ile ndoto yote kukuotesha ili wewe mawazo yako ya mtamani. Yakisha mtamani wewe tayari umeshaingia. Protection inaondoka. Sasa kila anapotaka ujisikie vile analeta ile wazo, analeta dopamine. Wewe unaanza kuwaza. Unamtamani, is a matter of time utamfuata. Sasa kwangu mimi kila alipojaribu nilikuwa naamshwa. Ndio nakwambia ni kwamba Mungu kazuia, sio mimi. Kabisa ni Mungu kataka kumexpose na Mungu kazuia. Lakini nimepewa uelewa. Na hicho ya kukitegemea. Kwa sababu mwanzoni na muda wote alikuwa anataka nijue kwamba ndio ananifanyia. Sasa tukirudi katika mental health, hiyo dopamine ndio inaleta shida katika ugonjwa wa akili. Baada ya kujua, nimejua, nishamjua, yani nakata mawasiliano, ndio akaanza kunizuru. Lakini vitu vilikuwa kwa mimi ni mtazamo wangu kutoka mwanzo alikuwa ameshavitegesha kwamba nitakapokataa atanizuru. Kwa baada ya kukata mawasiliano nikaanza kusikia vitu ambavyo sio sahihi. Sasa hapo ndio nakuja mafundisho ya Bwana Yesu. Na hapo ndio inapokuja kwamba kumsikia Mungu. Kila binadamu anatakiwa amsikie Mungu. Asivyo maandiko asingesema hata Bwana Yesu anasema watu wangu wananisikia. Na ukiangalia Isaiah 30 mstari wa 20 mpaka 21 anasema kwamba Mungu anaweza kukupa kikombe cha mateso, mkate wa taabu, lakini ndio utakapomuona mwalimu wako. Lazima upitie ili umshuhudie Mungu aliyekuwa hai. Ndio experience yangu. Kabisa sasa hivi nimesoma jinsi gani ugonjwa wa akili wanasayansi wanavyojua, psychology yani wanavyoelezea. Nilivyosoma kila kitu alichokifanya alikuwa amenielekezea kupata ugonjwa wa akili. Na ugonjwa wa akili ukishaupata kwake na kwa rahisi kumaliza, kwa sababu ya zile dawa unazopewa. Kabisa
Yani ni kila kitu nilichosoma amejaribu kukitumia. Na anaendelea kujaribu kukitumia. Haamini kimeshindikana. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kila mtu ameumbwa tofauti. Ndio maana vidole vyetu fingerprints ni tofauti. Lakini wao walivyosomea ni kwamba lazima apply the same star. Yani ni kile kitu kile, yani kwa uchawi ni process ile wanayotumia. Hata kama ifanye kazi hawezi kuibadilisha. Ndio maana maandiko yanakuambia watakao kuwa na knowledge wataokolewa. Nikupa mfano. Kwa mfano, mimi kabla ya yeye kuniambia kwamba najua umenijua na mimi nakuona wewe, mimi nilikuwa najua tayari ananichungulia. Hata aliponiambia umenijua, mimi nikajifanya kama nikajikausha, nikacheka tu. Siku nyingine akaniambia nakuona, nikacheka. Sasa katika ugonjwa wa kichaa, mtu anapohisi, anapata hisia kwamba kuna mtu ananifuatilia, kuna mtu ananichungulia, kuna mtu ananiona, anaenda kwa daktari. Daktari anaona haiwezekani. Umechanganyikiwa. Sasa mimi najua ananichungulia. Na najua ana uwezo wa kuchungulia. Ana uwezo wa kukuona. Ana uwezo wa kuingia katika mwili wako. Kwa hiyo alipofanya vile ili mimi kunifanya nichanganyikiwe, mimi navijua vile vitu. Sina haja ya kumkimbilia daktari kumwambia nasikia hivi. Yes, najua nikiwa kitandani na mume wangu ananichungulia, ananionyesha kwamba ananichungulia, ananionyesha kwamba yuko pale. Sasa wewe kama hujui, unapata hisia kwa sababu anakuletea mawazo kukwambia na kuona. Kwa hiyo unajua, kwa mimi najua. Naona ujinga. Na mbona huwezi kwenda kusoma miaka 12 na kupata access ya kumtumikia Mungu? Unakuja kufanya vitu kama hivi. Ni ujinga. Kwa mimi ninavyoona. How could you? Kwa really havijani affect kama alivyotegemea. Sasa hiyo ndio salama yangu. Ni kwamba katika maandiko pia anakuambia Mungu atakuonyesha, ataonyesha jinsi gani foolishness vitu wanavyofanya. Ni kwamba wewe mwenyewe huwezi kusimama kwenye mwamba, Mungu anakuweka, anakusimamisha kwenye mwamba. Imani, Mungu anakupa imani. Yani it is unbelievable unless you experience. Huwezi ukaamini kwa sababu kila kitu anachokifanya kinacho kijinga. Lakini ukiangalia katika mental health, watu wanakuwa affected because they don't know. Lack of knowledge. So salama yangu mimi kabla ya kukutana naye nilihamasishwa kusoma Ephesians 6 mpaka nikaielewa. Nakumbuka nimeelewa mwezi wa 4, nimekutana naye mwezi wa 7. Mungu alikuwa ananirudisha nisome, nikanaisoma mpaka nikaielewa. Kuna mhubiri mmoja wa Kimarekani ameelezea vizuri, nikaenda kuisikiliza mpaka nikaelewa. Na maliza kuelewa ndio nakutanishwa naye. Kwa Mungu alikuwa anajua. Kabisa. Kwa mfano kama sasa hivi anahangaika vitu mimi naongea ndani au nafanya, unasikia mtu, unamwona mtu kazini anavirudia. Sasa wewe ukiwa ujui unaona hichi kitu hivi. Mimi naona ujinga kwa sababu naelewa kwamba yes, ananisikiliza, ana uwezo wa kusikia. Yes, ana watu wa kumsaidia wako kazini. Wanaongea vile vitu, wanafanya vile vitu. Mimi naangalia tu. Sasa the lesson. Sasa hivi ndio nimeshajua kwamba okay, natakiwa nisaidie watu wenye matatizo ya akili. Kwa hivi vitu nimeweza kuviona jinsi wanavyovitumia. Mzungu haamini kama kuna uchawi.
mimi nimeweza kuviona anavi-apply vipi kutaka kuzuru. Ugonjwa unakujaje? Na Yesu anasema nini? Yaani kabisa. Ndio maneno ya Isaya yana make sense. Lazima experience. Lazima uweze kujua. Sasa hivi Dr. kasoma haja experience. Hawezi kuelewa. Mimi nime experience. Leo mgonjwa akija wa mwenye matatizo ya akili naweza nikamsaidia. Especially yule ambaye anaanza tu kuugua. Kabisa. Yaani mtu hujamkosea kitu for 7 years ana invest kukuzuru. Is unbelievable. Unbelievable. Especially padri. Na Bwana Yesu anatuambia kwamba tunaona pia katika Mathayo 7. Ukibisha utafunguliwa. Ukiomba utapewa. Naamini hivyo vitu vimeshatokea kwa sababu hata hivi kujua niliomba imechukua miaka 6, lakini nikirudi nyuma kila kitu Mungu anakiweka kizuri kwa watu wake. Hii tunaona katika Warumi 8 mstari wa 28 kabisa. Na ukiangalia hata Joseph aliposema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 20 alikuwa ameweka kwa ubaya, Mungu kageuza kwa uzuri. Kabisa amenifanyia kwa ubaya, amenifanyia kwa kuniua, kwa kutaka kuniua, kwa mateso. Kabisa. Na ukiangalia maandiko hata Bwana Yesu anatuambia kwenye hiyo Mathayo 7, mfanyie mwenzio unachotaka kufanyiwa. Kwa sababu hizi ni principle. Kwamba chochote unachokufanyia mwenzio ndio ujue kitakachokurudia. Ndio maombi yangu. Kama umesikiza vipindi vilivyopita, Mungu amrudishie hicho kifanya. Hata tunaona kitabu cha Lamentation ambacho kimeandikwa na Yeremia. Anaomba hivyo. Mungu mrudishie ubaya alionifanyia. Na laana ya Mungu juu yake. Kabisa. Na naomba Mungu ajudge na atoe sentence yake. Kwa sababu ukiangalia 7 years hawezi kuacha. Hakuna kando anaweza kumstopisha. Hakuna mtu yote anaweza kumstopisha. Hakuna. Kama Saul alikuwa anamuinda kumuua David, hakuna mpaka Mungu alipomuondoa duniani Saul. Hawezi kuacha. Miaka 7. Kuna mtu ameandika kwenye comment muombe. Unamwombea mtu ambaye anahangaika kukua kwa miaka 7. Kaangalie katika maandiko anachosema Mungu kitu kinachomchukiza. Desire kufanya ubaya. Na ukiangalia hata katika Yeremia 8, kama usome maandiko kama mimi kabla kukutana naye nilikuwa sijakutana na ile andiko kwamba anaongelea kwamba yes kuna mapadi ambao ni corrupt. Mimi nilikuwa sijasoma ile andiko.
sikumwazia kabisa. Kabisa. Na unaweza kusema na hichi is a key kwa nini naongea. Huyu mtu sio mimi wa kwanza na hawezi kustop. Hawezi. Kuna chance nyingi za kustop ambazo mimi nisingejua hakustop. Kwa sababu hakufikiria kama anaweza kujua. Ninakwambia, narudia tena, ni Mungu peke yake kamwamua kumexpose. Hakuna mtu angeweza kujua. Kabisa. Sasa kwa mtu kama huyu, vitu anavyofanya, na maana watu wote wanaokutana naye, wana experience vitu anavyofanya, wanaweza kabisa kuacha kuabudu Mungu. Na anaweza akaacha kabisa kumfuata Mungu. Ndio shida hapo unapokuja na Mungu. Na ndicho anachoongea katika Yeremia 8. Mimi sijamfanyia kitu. Kaona zawadi niliyopewa, niliyokuja nayo duniani, kaamua kwamba mimi nitamchukua hichi kitu kwa mwanamke. Na in the process, either way, unakubali kaisha kuzuru, unakataa anakuzuru. Either way. Ndio tunaona katika Yohana 10:10 Bwana Mungu anasema shetani anakuja kukuibia, kukuua, kukuzuru. Vitu wanavyofanya, jinsi wanavyofanya, huwezi ukaamini. Yes. Kama uliangalia kitu kilichopita, anaingia katika nafsi yako. Anakuwa kiroho. Kwa sababu ni kumwachia na function katika umwili. Anakubadilisha. Unamtumikia. Anakata contact ya wewe na Mungu. It's a matter of time utazulika. Hakujali. Amekuja kukuibia. Hajali chochote kuhusu wewe. Kabisa. Nimeweza kurudi nyuma maongezi yake na kila kitu, na kuboast, na kujiona kwamba he can do it. Anaweza kambadilisha mtu yoyote. Hawezi kuamini kwa vitu alivyofanya. Mimi nimebaki intact na mind yangu. How? Kwa kufuata mafundisho ya Bwana Yesu. Yesu anakufundisha kuunganika na Mungu. Na ukiangalia Isaya 26:3, Bwana Mungu anasema nitakeep mind yako safe. Wewe unitegemea mimi, wewe uliunganikana na mimi. Ndio naongea. Sikufichi mafundisho ya Yesu. Mafundisho, application ya mafundisho ya Yesu tu ambao tunaona kwa Mtume Paul. Anaongea. Anatufundisha vilivyomkuta katika maisha yake. Muhimu kitafuta kipindi kilichopita, and then sikiliza hichi kipindi ili uelewe zaidi ninachokiongea. Ningependa kuanza na maandiko ya Mtume Paul. Tunaona katika Waefeso 6 anasema, chukua silaha ya Mungu nivae.
ndio utaweza kushinda hizi mbinu za shetani. Pambana mpaka dakika ya mwisho. Never give up. Never. As long Mungu kataka kumexpose, najua Mungu yuko upande wangu. Ni kitu ambacho nisingekijua. Najua yuko na mimi. Na yuko upande wangu. That's the key. Tutamuona Mungu aliyekuwa hai. Baki na amani.